إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، وأشهد أنه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، ndugu zangu katika imani, tuseme walillahi alhamdu washukr kwa neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameturuzuku. Tumemaliza mwezi wa Ramadhan na sisi tupo katika hali na afya na siha njema. Anasema Allah kwenye suratul Baqara kwenye aya ya siyam, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. Hapa ndo sehemu pa kuchorea mstari. Allah anasema mtimize mwezi kwa kufunga, walitukabbiru Allah ala ma hadakum, na mumtukuze Allah kwa uongofu alioturuzuku, wala'allakum tashkurun, na muweze kumshukuru Allah. Na sisi tumefunga, tumetoa takbira, sasa imebaki nafasi ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, ibada hii, kila ibada ya Eid inafungamana na neema nyuma yake, neema kubwa. Eidul Fitri imekuja kabla yake mwezi mzima wa Ramadhan, na ndani yake imejaa ibada tele. Na pia Eidul Adha kabla yake inakuja jambo la haji, baada ya Arafa, baada ya Mina, Muzdalifa inakuja jambo la Eidul Adha na kuchinja. Ibada zote Mwenyezi Mungu amezifungamanisha na ibada nyuma yake kabla yake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatoka Makka anakuja Yathrib ambayo ni Madina kwa zama za leo. Anawakuta watu wa Madina wanafurahi kwa siku mbili. Eid kwao ni siku mbili mfululizo, wanacheza aina ya michezo. Mtume akawauliza, hii ni nini? Wakasema ni Eid ambayo tulikuwa tukifurahia kipindi cha jahiliya. Mtume akawaambia, laqad abdalakumullahu bihima khairan minhuma, Mwenyezi Mungu amewabadilishia kwa siku kuu mbili tena yenye kheri zaidi ya hiyo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, Eidul Adha, Eidul Fitri wa Eidul Adha. Eidul Fitri wa Eidul Adha. Kwenye Uislamu hakuna sikukuu isipokuwa sikukuu hizi mbili. Ndugu zangu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufunza katika Eid hii, hasa Eidul Fitri, takbira ziletwe kwa wingi kama kwenye aya ya siyam, walitukabbiru Allah ala ma hadakum, na mumtukuze Mwenyezi Mungu, ikawa mahala pake ni pakubwa kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Eidul Fitri imefungamana mwishoni mwake au kabla yake kwa zakatul fitri. Makosa ya watu na ufahamu usiokuwa sahihi, wanaoleta zakatul fitri baada ya sala. Moja wa masahaba alileta baada ya sala, Mtume akamwambia,
atakayeleta baada ya sala fa inma hiya sadaqatun min as-sadaqat, bali hiyo ni sadaqa miongoni mwa sadaqa. Hukumu ya zakatul fitri kama hadithi ya Ibn Umar ilivyokuja, inafaa kutoa kabla ya siku ya Eid kwa masiku mawili au siku moja, na ni sunna aula baada ya jua kuzama, jua ya mwisho wa Ramadhan na kuingia usiku wa Lailatul Eid, na baada ya sala ya Eid. Hiyo haikubaliki, na aliyechelewesha anapata dhambi, wala zakatul fitri haianguki kwake, itabaki kwake, lakini atapaswa kuleta toba mbele ya Mwenyezi Mungu. Zakatul fitri ni kiasi kidogo sana. Anasema Mtume Muhammad sallam kama kwenye hadithi ya Ibn Umar, hadithi iliyokuwa thibiti kwamba ni saa' min tamrin au min sha'irin au min bur au min aqt. Kila sehemu, kila mji na ada yao ya chakula. Kwetu chakula ni mchele, tutatoa mchele au ngano ambayo ni saa'. Wanazuoni wa zama hizi wanasema saa' ni kilo 2 na gramu 4. Baadhi wakasema kilo 2 na nusu, wengine wakasema ukileta hata mpaka kilo 3 ni khairi na ziada na baraka kwako, ili usiingie katika khilaf. Jambo dogo, lakini amali yake, ajiri yake hii zakatul fitr, ajiri yake ni adhim, kama ilivyokuja hadith tuhratun lis-sa'imi min al-lagwi wal-rafath wa tu'mun lil-masakin, au kama jaa kwamba hii zakatul fitri inaziba mashimo ambayo wewe uliyasababisha katika saumu yako. Man minna la yukhti, nani ambaye hakosei miongoni mwetu? Wote tunakosea, wote tunatereza, sisi ni wanadamu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa rehema akatokea zakatul fitri. Usidhani kwamba hii ni taklifa kwako, bali ni ujira uliokamilika kwako. Ndugu zangu, katika sunna ya salatul Eid au sunna ya siku ya Eid kutembeleana. Masahaba walikuwa wakipeana pongezi na hongera na kuambiana taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal au salihal a'mal. Pongezi, bishara. Ni siku ambayo ni fusha kwetu, mapumziko. Mtume alisema acha Mayahudi wafahamu ya kwamba kwenye dini yetu kuna mapumziko, na Eid ni mapumziko kwa Waislamu. Lakini mapumziko kwa Waislamu Mwenyezi Mungu ameambatanisha ndani yake sala. Mwanadamu ibada haikai mbali na wewe mpaka unapoingia kaburini. Hata katika mapumziko yako kuna sadaqa, kuna zakatul fitri, kuna sala, nyuma yake kuna ibada ambayo ni saum, na kwenye Eidul Adha nyuma yake kuna ibada. Hii ndio Uislamu. Hakuna VIP kwenye Uislamu. Wote tunashika udhu, wote tunaswali. Hakuna ambaye amesamehewa na Mwenyezi Mungu kwenye ibada, isipokuwa watu walipata udhu. Lakini Waislamu wote kwetu tunanyenyekea Mwenyezi Mungu, wote tuko sawa. Hakuna aliyekuwa mbora kwa Mwenyezi Mungu, bali Mwenyezi Mungu anafahamu aliyekuwa mbora. Ndugu zangu, Mtume anawafungamanisha masahaba na kuambia hii ni mapumziko. Mayahudi watambue ya kwamba kwenye dini yetu kuna mapumziko. Mtume anawaambia kina mama, na mimi nawaambia kina mama na pia kina baba, lakini kina mama ala wajhi al-akhas. Mtume aliwaambia nimewaona wengi wa watu wa motoni ni kina mama. Hali ni nini? Suluhisho ni nini? Mtume akawaambia mkithirishe kutoa sadaqa. Hapo akamwamuru Bilal akaenda, kisha akashika nguo yake hivi, akawa anakusanya huli, vito, dhahabu ya kina mama ambao wameitoa sadaqa. Na hii inaonyesha kwamba sadaqa huzima ghadhabu ya Mwenyezi Mungu, kama hadithi ilivyokuja, kana kwamba maji yanazima moto. Wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allahu liyu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Na kuwa Allah wa kuadhibu hali ya kuwa wewe Muhammad upo baina yao. Sababu ya kwanza, sababu ya sisi kutokuadhibiwa na Mwenyezi Mungu ni kwa sababu mbili. Ya kwanza, Mtume Muhammad yupo miongoni mwetu, lakini sisi hatukumuona Mtume Muhammad, lakini macho ya moyoni yamemwamini sallallahu alayhi wasallam. Sababu ya pili,
kuzuiliwa kwa adhabu ni kuleta istighfar. Sadaqa na istighfar huzima ghadhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa kuleta istighfar. Ndugu zangu, salatul Eid wengi ni mfano wa mwenda wazimu wa Makka, yule ambaye mwanamama alikuwa kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, anafuma mkeka wake kwa juhudi kubwa, badala ya kuuza na kupata kipato anaanza kulifumua kama ni mwenda wazimu. Na waliofunga wengi wako mithili ya huyu mwanamama. Mwezi mzima umejishikilia, umefunga. Ramadhani imekuja kututhibitishia kwamba kusimama usiku unaweza. Ramadhani imekuja kututhibitishia kusoma Qur'ani unaweza, kuamka alfajiri unaweza, pia kufunga unaweza. Hii ni semina, Ramadhani ni semina. Mwenda wazimu ni yule ambaye siku ya pili tu leo anaingia katika maasi, tena ana uweledi wa kufanya maasi, kana kwamba amechukua ahadi baina yake na Mwenyezi Mungu kwamba mwezi huu jishikilie, siku ya pili ruhusa free. Ndugu zangu, Hasan al-Basri kwa kumalizia anasema moja ya athari ya kukubalika kwa amal ni kuleta matendo mazuri baada yake. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا مؤيدا معصوما، لا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل أعمالنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح الأعمال. اللهم عد علينا رمضان سنين عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية. يا تواب تب علينا، يا رحمن ارحمنا، يا غفار اغفر لنا. اللهم أدر الخير على يدي رئيسة البلاد. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم غزر أمطارنا ورخص أسعارنا ووفق حكامنا لما تحبه وترضى. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، جاف الأرض عن جنبيهم، أبدل لهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا لما صاروا إليه. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، صل على محمد ما ذكره الذاكرون، صل عليه وعلى أهل الأطهار وصحابة الأخيار، صل عليه وعلى المهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kishki TV, nuru ya dini yako.